Madina amerudi. Ni muda mrefu sijaona mazingira ya hivyo. Asante sana Kalunde kwa kunisaidia. Usijali, mimi nipo duniani kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye matatizo au watu wenye uhitaji kama nyinyi. Asante sana. Mungu aendelee kukubariki, uwe na moyo huo huo wa kusaidia watu wenye matatizo kama mimi. Asante sana. Kuanzia sasa uko huru kuendelea na majukumu yako. Wale wote ambao wamekutendea ubaya, uko tayari kwa ajili ya kulipiza kisasi. Angalizo, jitahidi sana wasikufahamu mambo ambayo unafanya, kwa sababu wakishajua unachokifanya anaweza kukufanyia kitu ambacho sio kizuri. Sawa, nimekuelewa. Mimi naondoka, ila haimaanishi eti naondoka naenda mbali. Mimi niko na wewe bega kwa bega, unanielewa? Sasa unashangaa nini? Fungua mazingira au tucheki hapa. Yaani zeti zako mtiwe mapepe sana mdogo wangu. Yaani wewe wenge hujawahi kutuliaga hata dakika moja yani. Na unaona kabisa usalama wenyewe mdogo, tumefika hapa baada ya tuangalie kwenye mazingira, unafikiria kuangalia vitu vivomo humu tu. Sikiliza Sela. Kama usalama kwa Bwana Yesu, kwa fungua mazingira tucheki. Kila mtu aondoke na cha kwake hapa. Mdogo wangu kolo kinoma yani. Yaani nilijua utakuwa na ubongo 100% rafiki yangu. Yaani kumbe una 50 mdogo wetu. Wewe sikiliza, acha kupagana sana wewe. Si unaelewa? Mimi ndo nakupangilia midili hapa. Mimi ndo nakupangilia mazingira yote, tunaenda mtaani kule tunasakaja, tunabambanya kama hivi, tunakuja na mazingira kama hivi, unatakiwa uwe mpole ujue. Mimi ndo Sadari ndo nilikuweka mjini hapa. Alafu mimi ndo nakufanyia maisha yako yanaenda yani. Unakula, unalala fresh kupitia mimi. Kwa hiyo spend one time kuniendesha. Mimi mwenyewe naweza kujiendesha, alafu naweza kukuendesha pia. Si unanielewa? Sawa, acha kuongea mambo mengi, fungua basi. Ha? Kwa ina maana mwanangu hapo unachukua mbole afuta mimi na kiswaswadu na lipstick za watoto wa kike kama zote huko. Oh mwanangu. Kavitu tukauze hiyo hapo tambo hilo hapo hilo. Kila mtu ando kina cha kwake. Hiki kiswaswadu mimi nitapeleka wapi? Bei gani kinauzwa hiki? Wewe kolo nini? Wala kupeleka shule nani? Si nimekupeleka mimi. Kwa hadi mwalimu wako naye unanitungia mitihani. Unanipangia kipi nifanye mimi, si ndio? Unanigawia wewe kama nani? Nisikilize mdogo wangu. Wewe mazingira nimeyaforce mimi, au sio? Kwa hiyo kausha, unachopata unabidi ulizike. Kila mwanadamu anakula kwa jasho lake. Bambanya mdogo wangu. Na wewe ipo siku utapanda grade. Nitakuzingatia mazingira ile atakaa clear. Si unaelewa? Kwa hiyo saizi kuwa mpole. Jitulize kwenye kiota chako. Wakata Sela. Oe, pete ya goldi. Sasa umesikia? Wewe hapo tambo ondoka nayo, tuniachie hiyo pete. Wewe nyoko nini? Mbona mtamaa sana mwenetu? Unakuwa kama mshangazi utapakuliwa mjini hapa mdogo wetu.
utakuja kutafunwa, yani hadharani utatafunwa asubuhi tu. Oa hii pete, afu gold naishi nao mwenyewe. Wewe hujui mimi nimegoldia wapi. Wewe usione nimekaa hapa nimeweka mimi hapa. Si unaelewa? Mimi sio kono kuja kuweka kitu hapa. Mazingira nimeyaforce nimeyaweka hapa nikasema mida fulani nakuja kuyapitia. Kwa hiyo kausha, achana na mimi. Fanya yako. Unaona mimi mnyonge? Ndio maana nionea kama hivi. Shua haina shida. Tutaonana tu. Kocha sasa ananichukuliaje? Yaani anaacha mix swadu. Afrika chukua mboli. Baridi. Wewe umeokota nini? Bibi mkubwa, mbona unaletea dharau? Yaani nimefika hata kutweta kwenye sijatweta mtoto wa watu. Nimetoka huko, nimechoka, nimejichokea zangu na niambia nikupeni kitu nilichokiokota. Mimi sijaokota kitu, sina kitu nilichokiokota. Hebu nipe hicho kitu ulichokiokota. Haraka sana iwezekanavyo. Unajua ni nini kitakupata baada ya hapo kutokunipa? Hizi ndo shida hizi za kukaa na wazazi ambao wakale. Century imeenda, umri umeenda. Bibi mkubwa, mimi nikupangilie kitu kimoja, au sio? Nikwambie tu ukweli. Mimi mambo yako hayo, mambo ya ushirikina sio nini, mambo ya uganga sio, mambo ya nabii, mimi nimeachoka. Haiwezekani kila siku nanitambia ngonjera zile zile tu, mambo ya karne, mambo sijui akina nani, wakina Somali sio wakina nani, wakina Bibi mkubwa. Nielewe, nimekwambia mimi sijaokota mazingira yote. Hapo kwenye na lost vibaya yani. Nipo ovyo, nimevurugwa, sijaokota kitu, sina, hakuna nilichokiokota. Kachi. Wewe ni mtoto niliokuzaa mimi. Ulichokiokota nimekiona na umekihifadhi. Nipe kabla hujapoteza maisha yako. Nipe kwa ajili ya kuokoa uhai wako. Bibi mkubwa, nimeongea taratibu, naona ukutaka kunielewa. Yaani ukutaka kunielewa vizuri mimi namaanisha nini? Hapa mimi nikuibia siri kitu kimoja Bibi mkubwa. Sio, unanielewa? Katika wale wanafunzi 12 wa Yesu, mtoto mtakatifu wale, mimi mwenyewe nipo. Afu mwenyewe shahidi, mimi nimepokea kipaimara. Wewe mwenyewe ndio umenibatiza, umeenda kunimwagia maji. Afu dakika mwisho sio nini, mambo sio nini, nimeokota nini? Bibi mkubwa, mimi nimekwambia mimi sijaokota kitu. Kama uamini basi. Kama wale watoto wa 12 uniamini. Mimi nilikopo Yuda Iskarioti kule. Mimi ndio nilomsaliti sio sio. Ila sasa ndo nakuibia hiyo siri. Ila kimya minuno ile siwajua kausha yani. Yaani wewe ndio umenitoa mimi. Ila nikwambie kitu kimoja Bibi mkubwa, mimi sijaokota kitu. Hakuna kitu chochote nilichokiokota. Nasepetuka kama ifuatavyo. Nimeitikia wito mkuu. Kuna jambo la dharura na ni hatari sana katika kazi zetu, na ndio maana nimekuita wakati huu. Yule binti amerudi kwa nguvu za ajabu, amerudi kwa kasi kubwa sana. Endapo kama hatutamdhibiti na kumrudisha tulikomtoa, basi tuko hatarini. Amemrudisha nani? Hata mimi mwenyewe najiuliza ni nani alimrudisha. Sawa, nimekuelewa mkuu. Lakini peke yetu hatuwezi. Lazima tupate mtu wa tatu kutusaidia.
hospitali unajisikia vibaya, tumbo linaniuma hata sielewi. Naomba Mungu anijalie nijifungue tu salama. Mtoto wangu nitampenda. Naomba Mungu anijalie mtoto wa kiume. Alafu nalantulila yuko eno uko hizi. Yaani dada wewe acha tu. Mimi mwenyewe kujifungua nitafurahi bala. Yaani nitambeba mtoto nitatembea hadi mtaa 6 kule. Nene nekena ile ombela getaba mayu hizi. Hewangu lema na kale sana. Ninapokupenda mdogo wangu wewe. Wewe mama Maigizo. Unajinyonga nini kama vile nani nyoka kama giwa mafuta taa? Mwanangu leo najisikia tumbo linaniuma sana. Nitamani niende leo hospitali. Hospitali? Wewe unafikiri naye atapokea sasa hivi ile uliokuwa nayo sasa hivi? Manesi wote wanakujua. Yaani kila mtu kasha kuchoka, gharama kibao nishazipoteza. Unaona labda ni ndio kwa hospitali. Sasa nakwambia jambo moja. Kukulia banaka mwenyewe. Naomba ujue pa kumaliza tatizo lako. Mimi sina muda wa kukupeleka hospitali na wala sina muda wa kusema kwamba nitoe langu mfukoni eti nikatafuta manesi eti wa kuangalia maendeleo ya mimba yako. Na mimi nahisi kabisa huu ni Uswahili. Na wewe mwenyewe unajua kabisa familia yako ya Kiswahili. Kwa huu Uswahili umeutaka mwenyewe. Hivi mwanangu nayasikia yanatoka mdomoni kwako ama? We kenge nini? Ulifikiri unasikia kutoka kwa nani? Huo ndo ukweli ninaokuambia ya kwamba siwezi kutoa hela yangu mfukoni kwa ajili ya kukupeleka wewe hospitali. Waambie ndugu zako kutibu kienyeji. Lakini shemeji, dada sio kama amependa kuwa hivyo. Ni mwanamke gani ambaye anapenda kukaa na mimba miaka 2? Halafu wewe nishakuonaga sana unakilanga sana mtoto wewe. Wewe mtoto unakilanga wewe. Nitakutufua macho yako uone ngila ugomvi kama nani? Mwache aongee kwa sababu si mdogo wangu. Ananitetea mimi. Kwa nini nimependa niwe hivi? Sasa nasema hivi, nyesi mmejifanya kuungana. Nyinyi mnajifanya leo ni moja. Sasa mkae mjichange, mkae mpambane, mtafute hela kwenda hospitali. Kwa taarifa yenu, mimi sitoi hela yangu. Wewe mpeleke dada yako hospitali. Wewe wifi unajua kila kitu. Mimi macho ile kandula. Dada, jikaze dada yangu. Haya ni majaribu ya dunia tu. Naamini ipo siku yataisha yote. Sawa dada yangu. Lakini mdogo wangu inaniuma, natamani mimi niushushe mzigo. Sijapenda kuwa hivi. Najua dada kama unaumia, lakini naomba tu dada yangu jikaze. Sawa. Vipi? Mbona mchana wote huu mnaanga na mwogopi kuonekana? Wala usijali Mariam. Utaratibu wetu wa kazi unaujua. Sisi tunaonga muda wote na wakati wote. Hakuna mtu ambaye anaweza katuona wala hakuna kutuzuia. Lakini hivi unajua yule mtu ambaye anaweza kutuona wakati tukiwanga muda wote na wakati wote na kutuzuia, unajua kama amerudi? Sijaelewa bado. Anamaanisha
yule adui yetu wa siku nyingi amerudi. Tena amerudi akiwa na nguvu na kasi ya ajabu. Na ndio maana nimeanza kukutana kwanza na Neema. Alafu tuje tukutane na wewe, tuongeze nguvu. Tujue tunafanyaje. Unamaanisha Madina? Haswa huyo. Lakini hamna shida. Yule ni mtoto mdogo sana. Tutamkomesha tu. Lakini mkumbuke, tuliambiwa kirudi anarudi na nguvu ya ajabu. Unaongea nini Neema? Yule hawezi kutushinda. Kama tulimuweza mwanzo, hawezi kutushinda sisi hata siku moja. Na natumaini ndugu yake Sala atakuwa anajua vizuri. Ngoja niende ndani nikachukua vitendea vya mkazi. Twende huko. Pima mpenzi. Vipi sasa, huku ulikuwa unatoka wapi, huku ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naenda hapo gengeni. Mimi mwenyewe mguu ulikuwa unatoka huku maskani, nilikuwa nakuja mtaani kwenu kule. Yaani nilikuwa nakuja kwa sababu yako wewe mwenyewe. Sema kama goli tu kabla sisi tumekutana njiani hapa. Kwa hiyo nisiwe mtu wa kuongea sana. Mimi na jambo leo, na jambo nyeti. Ni jambo kubwa. Si unaelewa? Yaani ninavyosema kubwa na maanisha yani. Yani kubwa, special for you. Inaitwa special for you. Special for you mpenzi. Au sio? Unajua mimi ninavyokupenda. Mimi nimekupenda sana, yani nimekubalifu sana. Yani kila kitu yani mimi mimi nagaramikia. Sasa nisiwe muongeaji sana. Mimi kuna zawadi nimekuletea leo. Zawadi gani? Sika bomu. Mimi nazaje kukulipua mpenzi ninapokupenda. Fumba basi jicho hilo. Usinichungulie. Ukinichungulia najua. Sikuchungulie. Haya. Fumbua. Wow. Supply yangu. Oh wow, pete. Mpenzi wangu, mbona zawadi kubwa hivyo? Nimeipenda. Hii ni ya kwako Pima mpenzi. Kwa hiyo nilikuwa naomba bizni yako kwa ruhusa yako. Nilikuwa napenda ningeiweka hapo kwenye kidole chako kwa ishara ya upendo. Kwa hiyo nivishe. Asante. Jamani, mbona kama goldi? Umeitoa wapi mpenzi wangu? Kitu kinang'ara, kinawakawaka, yani kimekupita hata wewe mwenyewe. Yani hiyo uwezi amini mpenzi. Hiyo nimeifuata New Zealand. Yani Uingereza. Ufaransa hii hapo, Belgiji hapa. Katikati ndo nimeenda kuinunua hiyo. Nimetoa milioni dola za Kimarekani 29. Mpenzi wangu hujaiba wewe. Amna, hiyo milioni dola za Kimarekani milioni 29. Kwa hiyo sasa mimi nakuomba hiyo ya kwako hiyo. Si unanielewa? Hiyo ya kwako. Ila nakusisitiza kitu kimoja. Kitu hichi kimoja tu. Hapo ilipokaa isitoke. Yaani ukitaka unijue upande wangu wa pili. Ukitaka kujua roho yangu ilivyokaa, ilivyokunja ndita, au ninavyokupiga piga vitasa, uitoe hiyo golden hapo. Hiyo golden kama nilivyokupanga nimegaramikia. Nimetoa uhai wangu mimi
nimetoa pesa zangu, nimetoa mali yangu kwa ajili yako. Sasa akitokea kolo yote ule kuja naitoa tu hiyo hapo bila ruhusa yangu, kanali ofisa, mtu mwenye vyeo vyangu, takuja kumkili. Jamani, unajua kabisa uko peke yako, atakayevua mwingine nani? Nakupenda. Sasa turudi hivi Sasa au subiri? Huku na kwenu wapi mbali? huko mbali kidogo. Tunarudi huko mbali huko. Hivi ni nyie ama naota? Mnahitaji nini kutoka kwangu jamani? Tunachokitaka kutoka kwako ni kujua ni wewe uliyemrudisha ndugu yako au la. Na endapo kama utakiuka, basi hayo yote uliyopitia ni rasharasha. Mvua bado haijanyesha. Ndugu yangu? Mimi nasifahamu kama ndugu yangu karudi. Wewe usijifanye kama hauna akili. Unajua vizuri. Sasa unachokitaka utakipata. Basi naombeni mnionee huruma, mnitue huu mzigo. Unahitaji huruma eh? Unajifanya hujui kama ndugu yako karudi? Sasa sikia. Na tukijua kama unahusika kwa njia yoyote mpaka ndugu yako kurudi, utawajibika kwa hilo. Jamani, mimi sijui kama ndugu yangu karudi. Nioneeni huruma basi. Na miaka 2 sasa nipo na hili tumbo. Na usichokijua, tumefunga eneo lote hili. Ndugu yako hataweza kukukaribia hata kwa kidogo tu, mfano wa kucha yake. Jamani, naombeni mnionee huruma. Leo nimekuja kwa mara nyingine tena, kwa sababu nafikiri ni muda mrefu sana na tumeshaongea, na kitu ambacho kimenifanya nikuite hapa ni kuhusu ombi langu. Mara kadhaa nimekuwa nikikufikishia hisia zangu juu yako, na hata unaelewa nijisikia mimi nakupenda, lakini kwako imekuwa ngumu kunielewa, na sijui ni kwa nini. Hata mimi nahitaji mtu kunipa furaha, na maana wakati wote nahangaika na wewe pasipo kujali chochote kile. Hebu jaribu kuzoea hisia zangu japo kwa dakika chache tu. Kwa nini unafanya hivi? Yaani kwa nini unafanya mimi niumie? Hali yako unajua mimi nakupenda. Kwa nini hatu? Lakini Shebi, sinikwambia usubiri ndakupa jibu. Basi kuwa hata na moyo wa subira. Nivumilie, mimi nitakwambia. Muda? Hatu. Hivi ni muda gani ambao unazungumzia wewe? Na tangu tulizungumzia hili swala, ni muda gani umepita? Yaani kwa nini unashindwa kuzielewa hisia zangu? Unataka mimi nikuoneshe vipi wewe kama nakupenda au nakujali? Hebu nipe nafasi ya kuwa na wewe basi Hatu. Moyo wangu mimi unazungumza mapenzi kuhusu wewe. Yaani moyo wangu mimi unahisi mapenzi juu yako. Lakini kinachoniumiza ni kwamba unashindwa kunifikiria. Hebu nipe nafasi basi. Wajua nini hata? Kwa hali ambayo ninayo, siwezi kushana na mwanamke aina yoyote ile.
mwanamke ambaye simpende wala si naye. Ndio maana nimekuja kwako. Wewe unielewe. Shebebu, fanya unielewe basi. Wewe nikwambia kitu kimoja. Unajua wakati mwingine hisia zinatutuma tofauti. Lakini nahitaji kufanya vitu vingi kwa ajili yako na nimeshakwambia. Kama utajali naomba tuende nyumbani. Twende ghetto. Lakini nini hato? Wewe ni kipi ambacho ukielewi? Haitajirudia tena. Kwa leo tunakuomba. umeniambia kwa leo, lakini nashukuru kwa kunielewa. Tatu. Unajua Bikuru umenisumbua sana. Na hata siamini kama umekuja kwangu. Kiukweli nilikuwa nahangaika na jinsi la kwa ajili yako. Lakini nashukuru wewe umekuja kwangu. Napenda sana. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tunafanyaje nini? Wakati unaona kabisa nimekuja hapa. Ninaacha kazi zangu kibao hapo nimekufuata. Alafu kingine, hata mimi nilikuwa nakupenda toka muda mrefu. Sema tu mwanamke kumwanza mwanaume ni hapa ngumu. Unaongea vizuri sana mpaka napenda. Na imani wewe ni chaguo sahihi kwangu. Alamia. Sasa chini nini? Basi. Hebu chukua hiyo pete kwa sababu yani kata stima ile nikiona. Kwa sababu mtu wako anataka kuoa, sio anataka kufanya nini? Toa hiyo pete, mimi sipendi. Kwa kuwa umeniambia nitatoa. Nafurahi baba unanisikiliza. Yani na sila na jazba, siko sawa kabisa. Mariam, una kama una haraka sana, una jambo gani? Mama atakapofika utajua. Sawa, tuwe na subira, atafika muda si mrefu. Vipi tena tumeitana wakati huu? Halafu nikikuangalia Mariamu, wewe ndio ulioitisha kikao hiki. Una shida gani? Niko hapa kusikiliza. Ndio mama, shida ipo tena kubwa sana. Tangia ulivyoniambia Madina karudi, siku sawa kabisa. Na kama Madina amerudi, mbona ndugu yake Sara fahamu chochote? Na unajua sisi na Madina tuna uadui mkubwa sana. Licha uadui huo, na mimi Madina nina kisasi naye kikubwa sana. Kwa hiyo mama, wewe umesema Madina karudi kwa mazingira yapi?
mbona simuoni? Mariam, kitu ambacho hamkijui, Madina amerudi kweli. Kwa hiyo mamtu, Niambie. unajua kiukweli nimeenjoy sana. Alafu sikutegemea kama utakuwa mwanamke mzuri kiasi hicho. I'm so proud of you. Yaani mtu akikutizama hivi na ulivyo chumbani tofauti. Umenivutia sana. Nashukuru kusikia hivyo. Hata pia nafurahi. Hata mwenyewe ni mwanaume fulani hivi. Mwanamke wote yaani ambaye unazokaa naye lazima riziki. Wala usijali, lakini natamani siku hili ujirudie tena. Na nahisi nitakufanyia vitu vizuri zaidi kuliko leo, kwa sababu leo unajua nimekushtukiza na vitu kama hiyo. Basi mimi naomba nikuache uende and then tutawasiliana. Sawa, mwenye ngoja niwahi nyumbani. Si unajua tena niliondoka sikuaga. Basi sawa. Okay, sawa. Ona, Rafa sikia. Kuna vichako vya Kiswahili hapa. Kitu gani tena? Upuzi wako. Make sure wakati mwingine ukija ipete yako ujinaya. Kwa sababu inanikwaza. Okay, sawa. Lakini nashukuru kwa kunikumbusha, maana hiyo pete nimepewa kama zawadi. Kwa nashukuru sana. Lakini amerudi amejificha katika pete, kiasi kwamba huwezi kumuona, na hata angekuwa na mwili wake wa kawaida pia ni ngumu kumuona, na ndio maana hata Sara ameshindwa kumuona Madina. Na hiyo pete ameiokota mwanangu Kacha, na nilijitahidi sana kumsisitizia ile pete anipe. Kacha amekataa. Kumbe mama, pete iko mikononi kwa mwanao. Unashindwa vipi kuichukua hiyo pete? Kacha ni mtoto wangu, na tena ni mtoto wangu wa pekee. Hivyo natakiwa kutumia akili kubwa sana mpaka kuipata ile pete. Endapo kama nitatumia nguvu, naweza nikaleta madhara kwenye uhai wake. Hivyo naomba mvute subira, kila kitu kitakuwa sawa, muda sio mrefu. Mungu Abduli, katika maisha hapakosi vikwazo, hapakosi changamoto. Hili swala kila siku mimi nakwambia, mimi sijapenda kuwa hivi mume wangu. Kukaa na mimba miaka miwili, mimi mwenyewe linaniumiza. Afu kitu kingine mimi nilichokuwa nakuomba mume wangu, twende kwa mganga mwingine. Labda huyo mganga anaweza akatusaidia mume wangu. Umemaliza? Ndio, mimi nimemaliza kuongea. Wewe mwenyewe unajua jinsi nilivyohangaika na kupoteza pesa kwa ajili ya kuhakikisha wewe unakaa katika mazingira mazuri. Unataka niweze kupoteza pesa mpaka lini? Au pesa ambayo tunaitafuta unafikiri mimi haina kitu cha kufanya kingine? Kiwalisia madaktari wa chakula zangu, waganga kienyeji nishapeleka kuku na mbuzi vya kutosha, lakini tatizo bado sijalijua. Sasa nategemea mimi nitaendelea kuumia hivi mpaka lini? Au unaona alama na upeleza hela, naacha kufanya masuala ya msingi, natupa hela kwa waganga, mara kliniki. Lakini mume wangu, usinifanyie hivyo. Wewe ndo mtu wangu wa karibu. Mimi sijapenda kuwa hivi. Mwenye kitu hichi kinaniumiza sana, na kuomba twende kwa mganga mwingine nangu. Waganga wanazidiana.
nisaidie kwa hili. Nakwambia kitu kimoja. Swala lako la kusema ya kwamba sijui waganga wanatofautiana, sijui uende siku kakaromanzila gani, naomba nipe muda nilifikirie. Maana hapo kutakuwa na option hizi mbili. Nikusaidie ama nikuache upambane. Kwa sababu mimi navyoona kwa jicho langu la kawaida la imani yangu, haya ni masuala kutoka katika familia yako. Kwa hiyo kuingia kwenye vita na familia yako pasi na kujua chanzo, sitaki. Naomba nielewe. Nitakapoona nafaa kukusaidia nitakusaidia, nitakapoona nafaa upambane na hali yako utapambana na hali yako mwenyewe. Ndugu wangu, naona unafuafua. Dadangu, kama unavyoniona hapa. Vipi lakini? Safi, za huko ulikotoka? Kwema. Na mimi nikuleteza kwangu. Dada, nimechoka. Wewe. Nimechoka banda kufulia baadaye. Nilijua vizuri tu niko nakutania tu hapa. Mimi nipo zangu ndani kwa maana nimechoka hatari. Dada, ngoja nimalize kufua hizo nguo basi. Poa. Chioma. Chioma. Ina maana sionekani au? Dada, shida ni nini? Ndugu wangu, kadri siku zinavyozidi kwenda nakata tamaa, nishachoka kabisa. Afu isitoshe shemeji yako hayupo tena upande na mimi. Lakini dada, toka nilivyokuambia ile siku, haya ni mapito tu. Ipo siku yatapita. So vizuri kukaa unalialia hivyo. Mazo down, ipo siku yatapita. Sasa dada, ngoja mimi nikuache, kuna sehemu nataka niende mara moja. Sawa, usichelewe kurudi. Haya, sawa. Bampenzi, nakuona vipi asubuhi asubuhi? Amna, nimeamua tu kuja kupiga doria. Si unajua tena.
Abiria, chunga mzigo wako. Haya bwana, karibu. Lakini naona unafanya usafi asubuhi, unafosu uongo. Nimeona nimeamkia kwenye udobi leo. Okay, mimi nimekuja tu mara moja. Mambe. Ete wapi? Sasa kunja sura, mimi nikajua labda kitu kikubwa. Pete nimeivua nimeweka kwa pale. Wewe usinifanye mitaila wewe. Usinifanye michizi. Wewe pete uvue weke pale sionekane. Wewe. Lakini mtu mimi niko nafua saa hizi hapa, nimeivua nimeiweka pale. Iko wapi pale pete? Nisikilize nikwambie kitu pia. Unajua mimi nimeipateje ile pete? Unajua nimepambana vipi huko mpaka nimeipata ile? Lengo la kuleta ile pete kwako wewe mwenyewe unaelewa kwamba ni jinsi gani ninavyokupenda. Na ndio upendo wangu pekee kwako. Sio, unanielewa? Mimi sio chizi. Nimeacha wanawake kibao kwa mtaani. Nimekuheshimu wewe na kupenda wewe pia. Sasa hizo unazoleta sio, unazoleta ni dharau, unanifanyia dharau. Sasa nataka uniambie ni kolo gani ambayo wewe amekuvua hiyo pete? Mimi siamini kwamba hiyo pete umevua umeweka pale. Hiyo pete kuna mshamba tu amekuvua. Lakini hebu nielewe. Mwenyewe sio kwamba mwenyewe sina akili. Kitu umenipa kama zawadi. Mimi siwezi kukivua wakati wewe ndio umeniletea zawadi. Nimevua nimeweka pale. Nashangaa sioni, sasa sijui imeenda wapi. Kwa hiyo pete imekuwa na miguu hapo. Yaani inatoka tu yenyewe na yeyuka from nowhere, si ndio? Oye, acha kucheza na akili yangu. Mimi mtu mzima natambua vitu vyote. Njia zote unazopita wewe mimi nimepita. Si unanielewa? Makuzi uliokulia wewe mwenyewe nimekuwa, afu mimi ndo nilianza. Mimi ndo nilianza kuwa najua kuliko wewe. Sasa nisikilize. Hizo itikeli uziniletea zao. Nasepa. Si unanielewa? Ukitaka kuonana na mimi tena au mimi nikitaka nikuone wewe au ukitaka tuonane mpaka uwe na hiyo pete. Lakini mbona uniamini? Mimi nimemwambia nilikuwa nafua hapa nimeivua sasa hivi. Sasa nashangaa sijui imeenda wapi hiyo pete jamani. Narudia tena mpaka uwe na hiyo pete. Otherwise utanijua vizuri mimi nani. Sitaki maongezi zaidi hapo. Shamba nini? Lakini Kacha. Jamani nimeivua tu sasa hivi nimeiweka hapo, sijui imeenda wapi. Hii pete imeenda wapi? Si nimeiweka hapa sasa hivi jamani. Tumeitikia wito Neema. Mama na Maria, nimewaita hapa, kuna jambo nataka niwashirikishe. Nimegundua ile pete aliyokuwa nayo Kacha amemkabidhi mdogo wangu watu kama zawadi. Sasa sijui tunafanyaje. Hii imekuwa ni hatari sana. Tena hatari kubwa sana kwetu. Madina amerudi kwa kasi. Tena kubwa na ya ajabu. Kulitimiza hili jambo, inatakiwa tutumie akili sana na nguvu kubwa. La sivyo, tunaweza tukaangamia mmoja baada ya mwingine. Katika hilo, sitaki kuona kwamba tumeshindwa. Kwa hiyo tunafanyaje mama? Sasa Neema, naomba unisikilize. Hili swala tunakuachia wewe, kwa sababu Atu ni mdogo wako. Hakikisha unapambana
mpaka unaipata hiyo pete kutoka kwa watu. Na kuaminia sana katika kazi zako, hujawahi kuharibu. Au Mariamu, unasemaje? Dada, umefika saa ngapi? Muda si mrefu. Vipi lakini? Poa, yani mdogo wangu una siri wewe, sijapata kuona. Wewe wakuvalishwa pete, nipo humu ndani, usiniambie. Hizo taarifa umezitoa wapi? Dunia na siri basi. Simemsikia shemeji alivyokuwa analalamika. Amekuvalisha pete kwa upendo, wewe tena si umeenda kuionga wapi? Amna bana. Unakumbuka ulinikuta pale nafua? Nikaa nimeivua. Nikaa nimekaa hapo. Nashangaa sasa sikuiona, baada ya hapo ndo akanafoka. Hapa nyumbani na ipotee hapo nje au umeweka ndani umejisahau? Dada, mimi sio kopa chizi. Mimi hiyo pete mimi nafua. Nikaivua nikaika pale juu. Sasa nashangaa mimi naangalia sioni. Ndo akaanza kunifokea. Ila kitu ambacho nataka nikwambie mdogo wangu, yule bwana ni anakupenda. Hiyo pete kama unapolipoificha, hebu itafute uilete mdogo wangu, simuuzi, anakupenda sana unajua. Najua kwamba ananipenda. Kwanza ananivuruga tu kichwa changu. Mimi namwambia hiyo pete mimi sioni, anaanza kunifokea. Sasa mimi nimefanyaje? Kama mimi nimeiuza au? Madina. Afadhali tumeonana Kalunde. Kuna tatizo katika upande wangu. Tatizo gani? Sawa, nimerudi. Lakini shangazi sionekane na mtu yoyote. Usijali. Nalijua hilo. Na ndio maana niko hapa. Kizuizi kikubwa kilichobaki ni kuhusu mimba ya mdogo wako Chioma. Ile mimba inatakiwa kutolewa. Ikishatolewa, kila kitu kitakuwa sawa. Utarudi wa kawaida na watu watakuona. Madina, wewe una nguvu nyingi sana. Ni sawa, lakini nawezaje kufanya hivyo? Naomba msaada wako basi. Ngoja kwanza niondoke, ili nikatafute ufumbuzi mpya wa hilo tatizo. Halafu nikisharudi, taweza kulitatua. Sawa Kalunde, naomba ufanye hima. Sawa. Ila kabla sijaondoka, kuna kitu nataka nikuambie. Kitu gani hicho? Lisa. Kikweli leo umenifanyia vitu ambavyo sijawahi kutegemea. Yaani umenishangaza kiukweli. Wewe ni mwanamke mzuri sana, sio kwa sababu bali kwa kila kitu. Nasijui kitu gani kizuri nimekufanyia mpaka nimekupata wewe. Napenda sana. Hata mimi nakupenda pia. Sijawahi kupata penzi kama ambalo nimepata kwako. It's so beautiful. Yaani kwenye moyo wangu najiona tajiri. Kama niko katika sayari hii tena. Sitamani kukupoteza kama Lisa. Kwenye maisha yangu naogopa sana kukuumiza. Yaani ukichitila naogopa mimi usije ukaja kufanya hivyo. Utaniumiza kiasi kikubwa. Samahani. Nakuhakikishia sitokuja kukuchiti. Mselemu, mimi nakupenda sana. Wow, sile uzuri nakuamini sana wewe.
Kaa kimya Mselemo. Katika wale maadui zako kuna adui mmoja wa siri ambaye wewe hamjui. Ni nani huyo? Ni dada yake Yatu. Dada yake Yatu sio mtu mzuri. Madina, ninajua wewe una nguvu nyingi sana na uko katika umbo la pete, na pete hiyo iko katika kidole cha Yatu, ila dada yake Yatu sio mtu mzuri, ni mtu mbaya kwako. Anapambana ili kupata ile pete na ili aweze kukuharibia mipango yako yote na aweze kukudhibiti. Sawa, nimekuelewa, nitafanya hivyo. Unaweza kuniambia ni uchafu gani unaofanya hapa? Na unaweza kuniambia wewe mwanamke ni nani? Wakati mwingine bubu waongei, ila anafanya vitendo. Lazima unaona anachokifanya. Una haja ya kuduliza. Oh. Kwa hiyo inamaanisha, yaani ahadi zote tulizokuwa tumewekeana, kumbe ulikuwa unanidanganya. Hivi kwanza ni nani amekupa ruksa kuingia ndani kwangu bila idhini yangu mimi? Halafu isitoshe bado unaingia ndani unaanza kunipigia makelele. Mselemo, wewe ni mtu wangu. Huwezi kunipangia nije muda gani? Unaweza kutoka ndani kwangu? Huwezi kuniambia kwamba nitoke au nisitoke. Nitatoka kwa muda wangu. Nisikilize. Yale maneno yote ulioniambia. Afu saizi upo na wewe mpuuzi. Ndani kwako nitatoka, lakini nataka nimuoneshe huyo malaya wako. Toka kwangu. Mselemo, unatoka. Ila utanikumbuka.
Mpenzi wangu Kacha, na surprise yako. Wewe usinifanye nikupige makofi saa hizi asubuhi. Usinifanye nikupige vichwa. Afu mimi makelele huaga sipendi. Sitaki unijazie majirani. Majirani zangu saa hizi wamelala ujue. Wametulizana majumbani kwao, wametulia. Kwa hiyo nakuomba tuchanganya mbaliga zako kabla sijapandisha maruani yangu. Fanya usepe, nilishakuzinguaga, nilishakwambia kwamba sitaki kuonana nawe mpaka uniletee pete. Yaani ukitaka kukutana mimi na wewe, uwe na pete mkononi. Haya. Leni nimekufuata asubuhi yote hii, hata una furaha. Ujiulizi kwa nini nimekufuata? Najua mpenzi wangu mwanamke tumekosana. Kwa ajili ya hiyo pete. Sasa pete mimi nimeikuta. Na nimeikuta pale pale nilipokuwa nimeiweka. Cha ajabu. Tumeitafuta wewe. Mwisho siku nimeikuta pale pale. Wewe acha kucheza na hisia zangu. Usinifanye mimi mtoto. Nimeshakwambia changanya, toa miguu yako, sepa nenda kwenu. Wewe una kwenu? Sepa nenda kwenu. Nimeshakwambia sasa tuonane mpaka uwe na pete. Sio nasi nakudanganya bana. Kweli mimi pete nimeikuta. Sawa, umeipata hiyo pete kwa uwe ni utoto ujue. Huu tunafanyana ni utoto. Kwa maana yake umeamua kuificha, umeiweka ambapo huko basha yako alipotoa, sasa hizi umeenda kuichukua, unaniletea unaniambia kwamba ipete au sijui nini, nimeiona sijui nini pia. Acha kucheza na hisia zangu wewe. Acha kucheza na hisia zangu, mimi mwenyewe ni mtu mzima pia. Si unanielewa? Leta hiyo pete. Bahati yako ndio yenyewe. Ina vialama hivi viwili. Visingekuwepo hivi vialama viwili, ungeniambia vizuri. Ungeniambia vizuri katika mbiji kwenye mboja. Ungeniambia vizuri. Shamba. Mpenzi wangu, unajua ulivyoniambia tusionane hadi nipate hiyo pete, unajua nimejisikiaje? Yaani nimejaribu kuitafuta. Yaani nashukuru Mungu nimeikuta. Nilikumisi. Yaani haya mambo mengine pia unatakaga mwenyewe. Yaani wewe hii pete ungeitunza. Yaani ungejua thamani ya hii pete. Wala usingekuwa unafanya huo ujinga. Wewe unajui jinsi gani mimi nimeipata hii pete. Unajui mimi nimepambana vipi mpaka nimekuletea hii pete. Kwa siku nyingine nakuomba, unapopewa kitu unabidi uwe na upendo basi. Rizika, wewe ni mtoto wa kike, mimi ni mtoto wa kiume. Mimi ninavyoenda kuforce, ninavyoenda kupambana na kuletea wewe. Afu wewe unatakiwa uniheshimu mimi kama mpenzi wako. Lakini cha ajabu unanidharau. Maana kuivua hii pete ni kunidharau. Sasa nisikilize. Nafanya hivi ni kwa upendo wangu kwako, kwa sababu nakupenda. Sio, unanielewa? Mimi sioni kazi kukuacha wewe. Lisa, najua nimekukosa kwa kiasi kikubwa sana, lakini mbali na yote bado nakupenda, bado nakujali, na moyo wangu unazungumza kuhusu wewe. Sitamani nikupoteze Lisa, nakupenda. Lisa. Mselemu, naomba ushushe mkono wako. Amna mwanamke mjinga ambaye anaweza kuvumilia usaliti. Ni heri ningehadisiwa, lakini nimeona kwa macho yangu mwenyewe. Ni kweli unachokisema, lakini najua wanaume tumevua tamaa. Na kweli nimekili makosa yangu kwako. Na maana nimekuomba msamaha Lisa. Bado nakuhitaji. Hadi mwanangu unazungumza kuhusu wewe. Kwani tashuku kwa mume wangu? Mimi simpendi yule mwanamke. Nakupenda wewe Lisa. Please. Tenzi hisia zangu basi. Kama haumpendi yule mwanamke, amekuja kufuata nini humu ndani? Tena nakuja kwa kujiamini. Nusu kunipiga. Halafu huyo mwanamke naonekana sio mgeni hapa mtaani. Namuonaonaga, lakini sijui anaishi nyumba gani. Jisa, narudia kusema nimekiri makosa yangu.
Na ni shetani tu amenipitia mama yangu. Hana nafasi kwenye moyo wangu kama ulivyo wewe. Ndio maana najaribu kuzuia kila kitu kwa ajili yako. Naomba muda wa kujifikiria. Kwa sasa hauna nafasi tena kwenye moyo wangu. Lisa. Lisa. Usipojiangalia, ila tunapoelekea unatakiwa uwe makini. Penzi saa yote muda wote linaweza likavunjika. Afu mimi kwangu bado poa tu. Si unaelewa? Yani unakuwa unanipunguzia stress na kuwa siwazi yani. Na kuvisha tena hii pete kwa mara ya pili. Nadhihirisha upendo wangu kwako. Jinsi gani ninavyokupenda. Sasa nikute imetoka hii pete. Nikute imetoka hii pete. Utanijua vizuri. Utaujua upande wangu wa pili. Wewe unajifanya umjui Kachasela toto dogo bongo kilo 8. Yante tulente bampa tu bampa bichwa bangi domo sigara. Sheria yangu ni moja tu, hakuna mbiji kwenye mboja. Mwenyewe nitambua. Chomoa tena ile ingia hapo fuone. Narudia tena. Isitoke hiyo golden hapo. Na kuahidi saizi nitaitunza kama ninavyojitunza mimi. Sawa kipenzi? Tabasamu basi. Ulikuwa unaelekea? Nimetoka kwa bibi mkubwa hapa naelekea Magitoni. Tuli basi tuongozane. Tuende tu.